Shukrani kwa Dr. Nicholas kunikaribisha tena kwenye semina hii ambayo huwa ninaendeleza. Nadhani kwa waliokuwepo jana basi wamejifunza kitu, na leo title yetu inasema kuwa hakuna tajiri duniani aliyeajiriwa. Yaani ajira ni msingi, sio mwisho. Asanteni sana watu wangu. Leo sitakuja kuwabembeleza, lakini nitawaambia ukweli. Lakini kwa kicheko msikasirike. Nianze kwa kauli moja tafadhali, kaa sawa kwenye kiti. Hakuna tajiri mkubwa duniani aliyeajiriwa. Sasa najua tayari kuna mtu anasema moyoni, lakini bosi wangu ni tajiri. Na kuuliza swali, bosi wako anaajiriwa na nani? Ndio maana nasema ajira ni nzuri, lakini haitoshi kukutajirisha. Yaani ajira ni kubadilisha muda na mshahara. Ajira ni makubaliano ya wazi kabisa. Wewe unasema nitakuja saa 2, nitatoka saa 10. Mwajiri anasema nitakulipa mshahara mwisho wa mwezi. Hapo ndipo mapenzi yanaishia. Ukiangalia mshahara unaingia, unaangalia, unaweka budget, unaanza kuhesabu kabla haujaisha. Halafu mshahara unasema nimekwisha. Mshahara haujawahi kumtosha mtu duniani. Sasa mfumo wa tajiri, sawa? Tajiri anamiliki mfumo. Mfanyakazi anachoka, anatoka jasho, anasema leo nimefanya kazi sana. Tajiri anakunywa chai, anapiga simu, pesa zinaingia. Sio uchawi, ni mfumo. Tajiri huwa anamiliki mashine, mfanyakazi ndiye mafuta ya mashine. Ngoja nikupe mfano mmoja wa daradara. Sasa dereva wa daradara bwana huwa anaamka saa 11 asubuhi, anarudi saa 6 usiku. Amechoka, amechafuka. Lakini daladala sio yake. Mwenye daladala anaweza kuwa nyumbani anaangalia mpira, pesa zinaingia. Sasa ni nani tajiri? Mwenye daladala, sio dereva. Usikasirike, dereva yupo hapa, ni mfano tu. Kwa sababu bosi wako yuko hapa, lakini usikasirike bwana. Ni mfano tu ambao nimetoa. Ajira si laana, ni shule tu. Nasemea hivi, ajira si laana, lakini watu wanaitumia vibaya. Ajira ni shule, tatizo ni watu wanaingia darasa, wanakaa darasa moja miaka 10. Umeajiriwa miaka 8 bado unauliza, nifanyeje kazi hii? Ajira ni shule bwana, lakini kuna graduation. Sawa? Kuna hii hapa ya mwananchi wa mshahara. Sasa unamuona mtu mshahara unaingia, ananunua simu mpya, anabadilisha status WhatsApp. Wiki 2 baadaye anasema hali ni ngumu. Mshahara unaingia kimya, unatoka kimya. Tatizo si mshahara mdogo, tatizo ni mipango mikubwa kuliko mshahara. Ngoja nikupe pia, kuna mfano huu wa fundi. Sasa fundi huwa anajua kazi, ana wateja, ana uzoefu, lakini akikaa usingizi anazeeka garage. Lakini akitumia akili, anaweka akiba, anajifunza biashara, anafungua garage yake. Ajira ilikuwa training, sio destination. Kuna swali fulani hivi nataka nikuulize. Nikuulize swali gumu lakini la kuchekesha. Ukifukuzwa kazi kesho, utakula nini kesho kutwa? Talanta, akiba, biashara au Mungu mkubwa? Mungu ni mkubwa, lakini pia anapenda mipango bwana. Yaani inatakiwa utumie ajira kwa akili. Kama umeajiriwa, jifunze kila kitu. Hifadhi hata kidogo. Usioneshe mshahara wako wote. Anza kitu pembeni, panga kutoka. Usitukane ajira, ichezee akili. Namalizia kwa kusema hakuna tajiri mkubwa duniani aliyeajiriwa. Ajira ni msingi, sio mwisho. Mtu akikuajiri anakupa msingi wa kile anachokupa ili uendeleze.
Usife ukiwa mfanyakazi mzuri wa ndoto ya boss, wakati ndoto yako bado ipo kwenye foleni. Asante sana watu wangu. Mimi ambaye nilikuwa ninakupa semina hapa, ninaitwa Nuhu. Asante sana kwa wote ambao umehudhuria kwenye semina yetu hii ya leo, mwezi wa 12. Sasa nitakuwa nikiendelea kutoa semina. Kwa wewe ambao unanifuatilia pia kwenye channel yetu hii ya YouTube, basi Mungu akubariki. Usisahau subscribe. Asante na kwaheri.